Vipi mtazamaji wa SAUT TV, karibu tena kwenye Girls Standard kwa msimu huu wa 6, mahali ambapo tunakutana mabinti kudiskasi mada mbalimbali zinazotuhusu. Mada mezani hii leo, je, wasichana wanashiriki vipi katika kutoa elimu ya ukuaji na mabadiliko ya kimwili kwa mtoto wa kike? Kama tunavyoelewa, katika umri wa miaka 9 hadi 13, watoto wengi wa kike wanaanza kupata mabadiliko ya kimwili. Lakini je, wasichana wenzao wanasaidia vipi katika kutoa elimu kuhusiana na mabadiliko hayo? Katika kujadili hili sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Jennifer pamoja na Ashura. Ungana nami hadi kufikia tamati. Karibuni sana. Asante. Kabla hatujaendelea na mada yetu, ningependa mjitambulishe ili tuwafahamu, maana nimewatambulisha ila sidhani kama utambulisho wangu unatosha. Kwa majina anaitwa Ashura, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza. Lakini mimi naitwa Jennifer Ibrahim. Ni mwanafunzi wa diploma 1, nachukua kozi ya uandishi wa habari. Lakini pia nimeenda mbali, ni mjasiriamali mdogo ninayejihusisha na sabuni za maji za kuwekea chooni na mikono, lakini pia unafuria. Tukianza kuangazia mada yetu hapa, tunavyosema mabadiliko ya kimwili kwa mtoto wa kike tunamaanisha nini? Mabadiliko ya kimwili ni mabadiliko mengi, na hususan kwa upande wa watoto wa kike, labda kuota matiti nini na sehemu za mwili zingine kuongezeka kwa nywele. Hayo ni mabadiliko japokuwa hiyo ya kuongezeka kwa nywele imebase pote kwa wanaume na wanawake, lakini hususan ni kuota kwa mwili na nyingine kuingia katika mfumo wa hedhi. Tunapozungumzia mabadiliko ya kimwili, kwanza ni hatua ambayo mwanamke lazima apitie, hata mwanamume. Kwa hiyo ukifika katika wakati fulani kuna mabadiliko katika mwili wa msichana huyu. Kuna vitu ambavyo vinaongezeka, mwili kupanuka, nyonga, kwa ni mabadiliko. Kwa mabadiliko hayo ya mtoto wa kike. Wakati wa ukuaji wenu nyinyi, kabla ya kupata mabadiliko ya kimwili, mliwahi kupata elimu ya kuhusiana na mabadiliko au baada ya kutokea tukio ndo mkaanza kupewa elimu? Elimu ipo, lakini uzoefu wa ile jambo, ile elimu yako umeizoeaje? Elimu kama elimu zilikuwepo mashuleni, kwa sababu kufikia darasa la 5 wanaanza kufundisha hedhi, jinsi mifumo inavyoenda, homoni zinavyobadilika. Lakini sasa kipindi mnasoma utaona ni jambo la kawaida, uelewi chochote pale. Kwa mpaka ile likija kufikia wewe ndio utajua kwamba kumbe ndio hivi. Yaani elimu kama elimu zipo. Yaani lakini sema tu ile mtu ile kujali kwamba ndio hivi inakuwa hamna, lakini elimu zipo. Na kama elimu mimi nilipata. Upande wako wewe Jennifer? Elimu inatolewa, tunapata mashuleni, kwenye mashirika mbalimbali tunapewa elimu. Lakini sasa unakuta ile elimu unapewa shuleni, lakini kwa nyumbani unakuta mzazi ukalishe chini. Kwa upande wangu hapana, sio ukalishe chini, kwa sababu kuna mabadiliko 1, 2, 3. Kwa hiyo elimu inategemeana pia. Kwa unakuta kuna nafasi ambapo pengine mtoto wa kike anapewa elimu shuleni, anapewa pamoja pengine na marafiki zake, lakini mzazi kama mzazi akae na mtoto wake chini amueleze kwamba kuna hatua 1, 2, 3. Kwa hiyo katika umri fulani ukifika kutaona mabadiliko katika nini? Katika mwili wako, apati hiyo elimu, lakini badala yake anapata nje na nyumbani, kati mzazi anatakiwa ndio awe mtu wa kwanza. Na changamoto gani ambazo ulipitia wakati niseme wakati unaona kabisa kuna mabadiliko ya kimwili ndani yako? Ni changamoto gani ambazo kubwa ulipitia lakini zilikuumiza, ingawa elimu ulipata ila ulikuwa huwezi jinsi ya kuitumia hiyo elimu? Ni changamoto gani ambazo ulipitia? Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi sana katika mabadiliko ya kutokujiamini. Unakuwa una wasiwasi, unakuwa na uoga fulani. Kwanza jambo likikufika lile, mtu unakuwa una aibu, unatazama hata pengine mtu usoni kwa sababu fulani unakuwa unajistiri fulani, sio kama mara ya kwanza pia. Hata mama bado yeye haja kuandaa kwamba ni hivi. Kwa aibu mimi namwambiaje mama? Kwa sababu kuna neno jingine natumia kuvunja ungo, tunaenda na mimi mama nimevunja ungo. Sasa pamoja na hayo mabadiliko yote, aibu zimewatokea, mlitumia njia gani ili kuwasiliana na mzazi au mlezi kuhusiana na hilo jambo ambalo limewatokea mpaka mkawa huru? Ndio vitu vifichiki. Kama kweli uko nyumbani na mzazi wako anakuona kila muda, kwa ataona tu mtoto wangu mabadiliko tayari. Kwa siku utaingia atakuona, asema atakalisha chini, pengine ndio ataanza kukuelimisha pale, atakwambia hivi na hivi na hivi. Lakini mwanzo unakuwa tayari umeshaficha kile kitu kwa utakifahamu, lakini baadaye atakuona utakapokuwa unahangaika, sababu sasa pengine hapo kupata elimu vizuri au pengine ulipata mwanzo lakini kuchukua manani. Kwa kile kipindi sasa mtu
nafanya nini hapa, natakiwa nifanye nini? Unakuta pengine umejiweka alafu sio msafi sana, kwa ile inasikika mzazi anafahamu, kwa inabidi tu afahamu ajue. Tukirejea kwa Ashura hapo, unadhani hii elimu ya kuhusu mabadiliko ya mtoto wa kike inapaswa kutolewa kabla ya mabadiliko kumfikia msichana au baada? Na kwa nini unadhani kabla au baada itakuwa sahihi? Mimi nadhani kabla ndio inafaa zaidi na baada pia inafaa, lakini kabla inafaa, maana ile ukimpa elimu kabla ataona ni hali ya kawaida. Hivi fikiria wewe ukiwa una elimu kabla, yaani imekuja tu eti, yaani ghafla tu unasema damu hiyo umeona, damu imetoka wapi? Siumii, sifanyaje, sina kidonda, imetoka wapi? Kwa hiyo ile elimu utakayompa kabla itamjenga yeye hata kisaikolojia kwamba ni yale ambayo tunapitia wanawake wote na sio kwamba ni mimi tu. Lakini hapa kuna maneno kwamba watoto wadogo wakifundishwa hivi vitu wanaharibika, wanataka kujaribu. Wewe unalichukuliaje kwamba wakipewa elimu kabla wanaharibika, au ndo tuseme tu inatokana na akili ya msichana mwenyewe? Inatokana na akili ya msichana mwenyewe, na pia mimi nafikiria hii elimu inapotolewa pia umakini wa wazazi uwepo katika hiyo elimu yao, yaani umakini wao, hiyo elimu wanaowapa watie umakini, wasiwape tu elimu na kuwaacha ovyo. Kuna ile una elimu lakini hujui kutumia elimu yako, ndio kama vile sasa ile elimu wanaopewa inakuwa bado muda wake wa kutumika bado, ambao muda wake mpaka atakapofikia hicho kipindi. Kwa mzazi kama mzazi itabidi uwe makini kwa elimu uliyompa mwanao ni muda gani aitumie. Kwa upande wako wewe Ashura, wewe unafanya nini ili, yani nini unakifanya katika kutoa elimu kuwasaidia wasichana ambao wanapitia mabadiliko ya kimwili, kama ni wadogo zako, majirani, unatumia njia gani ili kuwafikishia elimu? Njia ya kwanza kabisa mimi ninayotumia ni kuwa ukiwa unawaambia kitu usiwafiche, yaani waambie kitu kwa uwazi, yaani waambie kwamba hiki kitu ndio hivi, yaani usiwakatishe kona nini, yaani waambie ndio hivi, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, na ukifanya hivi madhara yake yanakuja hivi, ukienda hivi madhara yake yanakuja hivi. Na pia mimi kuwa mfano bora kwao, maana wao ndio watanitumia mimi kama mfano wa kunitazama, si najiamini, ndiyo sina tabia mbaya baada ya hilo tukio. Kwa hiyo hata wao wakiniona mimi watanichukulia kama mfano bora wa wao katika hili tukio, ili waweze kufanyaje, kupita vizuri kama nilivyopita mimi. Sawa. Na vipi kwa upande wako wewe Jennifer, wewe unatumia njia gani ili kuwafikishia elimu wasichana ambao wanapitia mabadiliko ya kimwili? Njia mojawapo ni hiyo hiyo, mazungumzo ya uwazi. Unapokuwa unazungumza naye mtoto wa kike, unaona anaelekea huko, unatakiwa ukae naye chini na namwelimisha kwamba kuna hatua 1, 2, 3, kuna mabadiliko katika mwili wako. Kuwa muwazi, kuwa jasiri kuzungumza ili ufanye usaidiwe. Lakini kile kitu ambacho ukiona mabadiliko katika mwili wako alafu ukanyamaza kimya, kuna matokeo yake ambayo sio mazuri. Maana pengine itapelekea pia ndoa za utotoni. Maana tusipokuwa wawazi kuambia kama ni 1, 2, 3, maana atapata hisia katika mabadiliko yake, na zile hisia zitampelekea pabaya, ndo ataenda huko atajihusisha na makundi mabaya, atakutana na wanaume, atamharibu, mwisho siku analeta mimba za utotoni. Kwa ni mazungumzo ya uwazi. Nitafanya pia kuwa marafiki zangu wa karibu. Unapomfanya mtoto wa kike kuwa rafiki yako wa karibu na kuwa muwazi, kwa kitu chochote atakachokuwa nakiona atakwambia. Lakini ukiwa mkali, ukiwa unamkaripia, hawezi kukusogelea. Hata kama akiona kitu basi atapeleka kwa mtu mwingine, labda rafiki yake wa karibu, na rafiki pia atamdanganya. Kwa hiyo unakuwa rafiki wa karibu, ambapo akipata changamoto yoyote, shida yoyote ananiambia, ambapo pale nitamsaidia faje kutatua changamoto yake. Sawa. Na una lipi la kuambia wazazi wa kike, pamoja na maanisha wazazi wa kike, walezi, dada, yani wanawake kwa ujumla, katika swala zima la kumjenga msichana au mtoto wa kike ambaye anaelekea katika kupata mabadiliko ya kimwili? Hapo cha kwanza pia wazazi wewe na urafiki wa karibu na watoto wao. Unakuta mzazi ana urafiki na mtoto wake, ndio unapelekea hiyo mtoto anapata shida anayoipata yeye, anampelekea rafiki yake. Unakuta rafiki yake ni ana ile elimu, badala yake anamdanganya, anafanya vitu vibaya. Kwa wazazi tusiwe wakali kwa watoto wetu wa kike, tukanao karibu, lakini tusikanao tu, bali tuwapatie na nini, tuwapatie na elimu pamoja na kuweza kuwaelimisha. Lakini pia zisiwepo mila hizi potofu. Maana kunakuwa kuna mila potofu pia kwa
mtoto akiwa amenanilika katika ukuaji wake ule, wanamwambia juu utakiwa kufanya mara juu utaki kukimbia, utaki kupika, juu utaki nini. Muda mwingine zile mila anapata nje na pale nyumbani, anapata hapa kwa marafiki alionao karibu, lakini akipata kwa mzazi mwenyewe akamwambia huu ni ubongo 1 2 3, itasaidia pia. Kwa hiyo itamuondolea zile fikra zile mbaya potofu. Kwa upande wako wewe Ashura, una lipi la kuambia wazazi na wasichana wote ambao wamezungukwa na watoto wa kike ambao wanaelekea katika ukuaji? Una lipi la kuambia? Kuambia sipishani naye mbali, maana urafiki ndio kila kitu. Pindi unapokuwa mzazi na msichana wanapokuwa maadui, yani haileti picha nzuri kwanza, na kingine ule urafiki wao mzazi itamsababisha yeye ajue kipi kinamfika mwanae na namna gani afanyaje amsaidie. Mtazamaji, hadi kufikia hapo mimi sina la ziada. Nadhani umejifunza mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kwamba wazazi muwe karibu sana na watoto wa kike pindi ambapo wanaelekea katika hatua za ukuaji. Lakini pia wasichana au mabinti au watoto wa kike, mnatakiwa kusikiliza ushauri wa wazazi wenu wanaowapatia katika hatua hizo ambazo mnaelekea katika ukuaji. Sina la ziada hadi kufikia hapo. Ulikuwa nami Pendo Abdallah kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi chetu cha Girls Standard. Kwa heri hadi wakati mwingine.